la tatu, tulijihoji kama kamati ya usalama, nani wakazi wa Dodoma. Waheshimiwa madiwani hawa, waheshimiwa wabunge hawa wa Dodoma wanapigiwa kura na wananchi, na yako matukio ya uhalifu yanayotokea mara nyingine peupe kabisa, na mara zingine kuigiza, na mara zingine asili ya mazoezi na kufanya matendo ya ukatili. Watu wanafanya mazoezi kutoka karibu na wanavamiwa. Miongoni mwa wakazi hapa ni waheshimiwa wabunge. Bunge la Jamhuri ya Muungano liko hapa Dodoma, waheshimiwa wabunge tunaishi hapa. Yako matukio pia ya wabunge kufanywa vurugu, kufanywa fujo katika mazingira ambayo pia tusingeenda kwa ndani tunasema. Kama mwenyekiti wa kamati ya usalama na hapo, niamini ya kwamba tulijihoji sana umuhimu wa kuimarisha usalama katika jamii ya sasa. Kama vile haitoshi, tukachukua muda wa kujaribu kujifunza nini mikakati ya kuimarisha usalama katika maeneo yetu kama wajibu wetu wa msingi, na kutafsiri pia wajibu wa halmashauri kupitia sheria ya serikali za mitaa na miji na zile nyingine ya 32 sheria ya barani. Mheshimiwa, moja wa wajibu wa halmashauri kwa maana ya baraza la madiwani ni kujenga ustawi, na katika ustawi ndio mambo ya vituo vya afya na barabara, masuala ya usalama, taa za barabarani. Maana pia jiji la Dodoma linatenga fedha za halmashauri kujenga pia barabara, na mfano barabara hii tumejenga pale hospitali ya wilaya ya kilomita 1.6. Kwa hiyo ndio swala hili la kuimarisha usalama pia tutajihoji sisi tutakuwa wa kwanza au kwa tukajifunza. Tujifunza Zanzibar, tujifunza wakati fulani waziri mkuu mstaafu wa Uingereza Tony Blair alifanya ziara pale, wakati walifunga kamera alikuwa na msafara wa watu wasiopungua 76. Sisi tulipofika tukaambiwa baada ya kuwa wamefunga hizo kamera, crime index ikashuka, kwa kiwango ambacho walifika pale na msafara wa watu 47 na alikuwa salama. Na jambo hili linapitia usalama wa nchi kama kisiwa cha amani. Kwa hiyo tulijifunza pia baadhi ya majiji kama Arusha, Tanga pia wafanya uwekezaji kama huo. Ni kwa sababu hiyo tunasema sisi kama makao makuu ya nchi tuna kila sababu kwanza kufuatilia uliyosema wizara kufuatilia, alipo jambo hili linachukua muda mrefu sana. Leo tutasema nafasi kama jiji kwanza hawa waliopigia kura madiwani wetu, waliopigia kura wabunge wetu na wabunge wa Jamhuri ya Muungano kwa mheshimiwa wabunge wako hapa. Lakini wawekezaji wetu, mji wetu unakuwa kwa kasi, ongezeko la watu pia ni kubwa sana. Lazima tupunguze visibility ya polisi na patrol na hali zao, mnajua kwa sababu miundombinu, tuende kwenye teknolojia kufanya jiji liwe smart city. Hili jambo la mwisho mwenyekiti, sasa hivi meya huyo anafahamu wanashirika katika mareguletion mbalimbali ya dunia ya mamea. Na moja ya ajenda inayozungumzwa huko ni smart city. Sasa kwenye smart city unapunguza visibility ya polisi, unatumia teknolojia kuangalia usalama wa mji. Sasa mwenyekiti, hii kamati yetu ya kusimamia na kuelekeza na nini kile yako baadhi ya mambo ambayo mwenyekiti hapa tuna haja ya kuboresha. Kwa mfano, yes, ilikuwa sisi tunafanya uwekezaji wa mwanzo, lakini tukishakamilisha uwekezaji, mamlaka zinazohusika na kusimamia sasa mifumo hii katika upana wake na katika ukubwa wake tuzikasimu ziweze kufanya kazi.